Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio ilikuwa ya kwanza katika tarikhi ya Kiislamu na ndio ya mwisho kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji yenyewe ilikuwa ni mwaka wa 10 baada fathi Makkah, baada mtume kuipatia freedom, kuitwahirisha ardhi ya Makkah, kutakasa nyumba tukufu al-Kaaba. Kama tunavyojua katika tarikh, nyumba kama ile ilikuwa imezungukwa na masanamu 360. Mtume akaitwahirisha nyumba kama ile tukufu katika mwaka ule, mwaka wa 10 baada al-hijra. Ndio mtume akahiji hija yake ya kwanza na ndio ya mwisho. Hija ya pili mtume hakuipata, akawa ashatangulia mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika khutba yake ya mwisho katika haji hii yake ya mwisho na ya kwanza katika Uislamu, mtume alitoa wasaya mbalimbali ambazo zafungamana na dini na akhlaq. Na katika khutba yake, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kama kawaida yake, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Baada kutanguliza mukaddima kama huu, aliposema amma ba'du ayyuhan nas, enyi watu, isma'u qawli, sikilizeni kwa makini maneno yangu. Huenda mimi ikawa ndio haji yangu ya mwisho, ndio siku zangu hizi za mwisho katika maukifi kama hii niko. Alitanguliza lugha ya kuwataka maswahaba watakatifu wawe na tambihi, wawe na quwwatul isti'ab, nguvu za kushika nasaha za mwisho. Na wakati siku zote mlezi anaposema wanangu sikilizeni kwa makini, huenda haya ni maneno yangu ya mwisho, siko na nyinyi tena baada ya leo, bila shaka watoto wanakuwa na utulivu. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawahutubia ummati wake wakiwaambia isma'u qawli, sikilizeni kwa makini maneno yangu, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha fi hadha almawqif abada, huenda mimi nisikutane tena na nyinyi mwaka mwingine baada mwaka huu. Maswahaba walitulia na wakafahamu kwa makini hizi leo ni wasaya mzito muhimu ambazo atazotoa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tusikilize kwa makini. Ilikuwa ni siku ya Jumaa na leo ni siku ya Jumaa, na vile vile kwa bahati mzuri Jumaa inayokuja ndio itanasibiana hasa na khutba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ilikuwa ni siku ya Jumaa, mtume akiwa Arafa, na siku ya Jumaa ni siku tukufu yauman nahr. Katika riwaya hadithi mbalimbali, baadhi ya maneno haya ya khutba yake ya mwisho aliangazia mtume katika siku ya Eid, siku ya kuchinja. Kwa ni masiku ambayo yamenasibiana, na tumeitanguliza katika Jumaa hii muhimu kwa sababu ni mambo ambayo tunatakiwa tuyachunge zaidi katika mwezi huu wa Dhulhijja, masiku haya 10 bora, masiku ambayo mtume amehimiza al-amalu salih fihinna, amali njema katika masiku haya 10, basi ni amali ambazo Allah anazipenda kuliko amali zile zingefanyika katika masiku mengine. Hii ni lafdhu am katika hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba wakamuuliza walal jihadu fi sabilillah, hata jihadi inashindwa kwa fadhila ya amal njema ambayo imefanywa katika masiku haya? Hata Qur'ani, hata adhkar, hata salat ala nabi imeshinda jihadi fi sabilillah. Mtume akasema walal jihadu fi sabilillah, jihadi pia haina fadhila kuliko amali njema ambayo imefanywa katika masiku haya 10 bora. Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa yule ambaye ni mujahid, ametoka na mali yake
akaenda katika jihad, hakurudi mjini salama, yani na mali yake akawa ni yenye kutumika katika fi sabilillah, yule ana fadhila kubwa sana kuliko amali njema ambazo zitafanyika katika masiku haya bora. Kwa tunataja kwa sababu Allah anasema ni miezi mitukufu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, amutaki katika hii miezi mitakatifu kuidhulumu nafsi na kuidhulumu nafsi yako na Allah subhanahu. Tukasema tutangulize hizi nasaha 10, huenda tukazilinda kwa makini katika masiku haya bora. Wasia wa kwanza, ikhwatal iman, ni wasia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia katika Qur'ani. Inna wasiyata Allahi lil awwalina wal akhirina hiya taqwahu subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah katika Qur'ani, walaqad wasayna alladhina min qablikum walaqad wasayna alladhina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Kwa wasia kwanza mtume aliwaambia umati wake na wasia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na akawahimiza kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni wasia kama ulivyokuja katika Qur'ani, na ndio khutba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawaida yake baada ya kusema amma ba'du ayuhan nas usikum wa usi nafsi bitaqwallahi ta'ala. Wasia wa pili baada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wasia ambayo unatukataza kufanyiana uadui na kuiba na kuuana na kukoseana heshima. Hurmatul i'tida, uharamu wa kufanyiana uadui, ala al-amwali, juu ya mali, yani kuibiana na kunyang'anya, wal a'radi, na kukoseana heshima. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, katika neno lake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun kahurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Wasia wa pili muhimu baada taqwa Allah, mtume anawaambia inna dima'akum, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali yenu, wa a'radakum, na heshima zenu, bainakum haramun, baina yenu nyinyi ni haramu mnapokoseana. Unapoua, unapotawanya damu, unaponyakura na kubeba mali ya watu na kuiba na kukosea heshima ya mwenzako ni haramu, hususan katika masiku haya matukufu, kwa sababu damu ya Muislamu ni tukufu, mali yake ni matukufu, heshima yake ni tukufu. Kahurmati yaumikum hadha, kama utukufu wa siku hii yenu ya leo ambayo ilikuwa ni yaumu Arafa au yaumun nahar, ambao ni siku ya Eid, siku tukufu. Kama ilivyokuwa utukufu wa siku ya leo, basi damu ya Muislamu mwenzako ni tukufu, mali ya Muislamu mwenzako ni matukufu, na heshima ya mwenzako Muislamu ni tukufu sana. Usije ukafanya uadui ukatawanya damu katika masiku haya matukufu. Usije ukaiba katika masiku haya matukufu. Usije ukamkosea mwenzako heshima katika masiku haya matukufu. Mtume anasema ni katika masiku matukufu, fi yaumikum hadha, ikiwa ni yaumun nahar au yaumu Arafa, fi shahrikum hadha, katika mwezi wenu mtukufu wa Dhulhijja, fi baladikum hadha, katika mji wenu mtukufu wa Makkah. Kama ulivyokuwa utukufu wa masiku na siku na mwezi na sehemu, basi na hizo ambazo mumekatazwa ni matukufu sana. Huu ni wasia wa pili, mtume anatukataza baada taqwa Allah kutawanya damu, kukoseana heshima na kuiba. Wasia wa tatu, ikhwatal iman, katika khutba ya mwisho ya mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam anatusia adaul amana, kutekeleza amana. Una amana ya mtu lazima uifikishe salama. Una amana ambayo umekabidhiwa katika maisha yako, pengine ni amwali yatim, mali ya mayatima, uyafikishe salama. Idha balagha ashuddahu, yatima anapofika umri wa kubalighi anaweza kusurufu mali yale kwa mkono wake, basi uyafikishe salama. Mtume anasema faman kanat indahu amana, yule ambaye ana amana ya watu, falyuaddiha ila man i'tamanahu alaiha, aitekeleze kwa yule ambaye kwamba ameambiwa aifikishe amana. Aitekeleze amana ya yule ambaye amemwamini kwamba ni muaminifu, naye atekeleze amana kama ile. Na kama tunavyojua ni moja katika ramzi na alama ya mtu ambaye ni mnafik, nifaq wa amali, ana nifaki ya vitendo, kama alivyoshiria bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalatha, idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha utumina khan. Moja katika alama tatu, moja ni hiyo, anapoaminiwa basi anafanya khiana. Huu ni wasia wa tatu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawahusia maswahaba na sisi kwa jumla katika masiku haya matukufu, maneno yake ya mwisho, khutba yake mzito ya mwisho katika hajjatul wada. Wasia wa nne ambao ni mzito, ikhwatal iman, at-tahdhiru min ar-riba. Mtume anatutahadharisha na riba, na katika kutahadharisha riba akaanza kuzikosoa riba ambazo zimeanza na familia yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pale aliposema ala wa inna kulla riba fil jahiliya mawdhu', riba zote zilizotangulia katika jahiliya kabla Uislamu zote ni batil, hazikubaliki. Kisha akasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lakum ruusu amwalikum, nyinyi mnaotakiwa mudhibiti rasilimali yenu, asli ya mali yenu. Yani zamani katika jahiliya kulikuwa kuna moja ya sampuli ya riba, unapokopesha mtu pesa fulani kwa muda mlokubaliana, anapochelewa kuregesha basi ule muda ambaye anazidisha na wewe unamzidishia. Riba kama hii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliikataza, akasema ni batil. Bali unapokopesha shilingi 20,000, milioni moja, yako ni kuidhibiti ile rasilimali yako ile ile, hata kama atachelewa yule ambaye umemkopesha, kama ilivyokuja katika Qur'an, fanadhiratun ila maisara, unampatia muda aweze kupata nguvu za kulipa, basi anapolipa alipe hisabu ile ile uliyomkopesha. Mtume anawaambia ay la ta'khudhu, ay lakum an ta'khudhu usula amwalikum, mna haki kuchukua asli ile ile ya mali ambayo umemkopesha. Na hiyo ndio ilikuwa riba ya jahiliya. Mwisho akiwaambia la tadhlimuna wala tudhlamun, ay la ta'khudhuna batila, msichukue cha ziada kwa ubatili, wala tunqasawna min amwalikum, wala nyinyi hamutopunguziwa katika mali yenu. Yani ule alimkopesha asema milioni moja nitakuregeshea 900,000, hatofanya hilo, ataregesha asli ya ile mali ambayo umemkopesha. Ikiwa ni hivyo, na wewe usidhulumu, usichukue cha ziada. Huo ndio Uislamu. Na vile vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema riba ya kwanza ambaye ni batil ni riba ya ammi yake Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Akasema hiyo pia ni maudhu'un, ni batil. Walikuwa wakikopesha kwa namna hiyo, wanakukopesha kisha wakati wa kuregesha, ikiwa umechelewa kwa wakati mliokubaliana, basi lazima uzidishe. Akasema hiyo pia ilianzishwa na kizazi changu na familia yangu na aqaribi zangu, ni riba batil. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekemea pakali, na Allah ashasema wale wanaofanya hisabu hizi za riba, wanaokula riba, basi wajue wametangaza vita
na Allah subhanahu wa ta'ala, fa'adhanu biharbin min Allah. Qur'ani imekemea kali suala hili la riba. Huu ni wasia wa 4 Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatahadharisha umma wake na riba. Wasia wa 5 ikhwata al-iman, Mtume na wasia masaba zake adamu akhdhi al-qisas fi dima'i al-jahiliya. Kama unavyojua katika Uislamu sheria na haddi za Kiislamu ni aliyeua na uawa, na kuna watu waliua katika jahiliya bado kisasa hakijafanyika. Wakati wa khutba yake ya mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwaambia, ala inna kulla shay'in min amri aljahiliya mawdhu', kesi zote au mambo yote ambayo ni ya jahiliya tunaachana nayo, ni batil. Wa dima'ul jahiliya mawdhu', na qisas, damu ambazo zilitawanywa katika jahiliya, kulipiza kisasi ni batil katika sheria ya Kiislamu. Ya jahiliya yote tuachane nayo. Kisha kasema wa awwalu damin, na damu ya kwanza ambayo naiweka chini na ikanyaga haina haki ya kufanyiwa qisas, ni damu Rabi'ah bin al-Harith bin Abd al-Muttalib, damu ya kazani yangu. Mtume anasema damu ya kazani yangu ibnu ammi ambaye ni Rabi'ah bin al-Harith bin Abd al-Muttalib. Al-Harith bin Abd al-Muttalib ni ndugu yake Abdullah bin Abd al-Muttalib, babake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah alipokuwa mdogo anatambaa baina majumba na majumba, basi kabila la Hudhail lilirusha mawe mtoto kama ule akafariki. Ikawa ni kisasi imebakia kwamba walipize na wao juu ya yule ambaye amefanya kitendo kama hiki. Mtume akaikanyaga kisasi kama ile ni ya jahiliya katika Uislamu, ikawa ni kuachwa damu kama ile. Akamwambia hakuna kulipiza kisasi, aliyeua hatauawa madamu sheria ishasimama, na al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mtume katika wasia wa 5 aliwataka wasilipize qisas za vifo vilotangulia katika jahiliya. Wasia wa 6 muhimu sana katika nasaha hizi, nimezitanguliza kwa haraka ili tujue nasaha na wasaya zote aliyotamka Mtume katika khutba yake ya mwisho ya hajjatul wadaa. Anasema, ala wastausu bin nisa'i khaira, ambejueni na kutanabai, mutakianeni wanawake kuwafanyia khairi. Kila mwanamume amusie mwenzake kumfanyia khairi mke wake. Kisha anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao ni viumbe dhaifu, wasaidizi wenu katika majumba yenu, mnatakiwa mwafanyie mazuri. usikum bihinna khaira bil ihsani ilayhinna, kuwafanyia mazuri ihsan, wa it'amihinna, na kuwalisha, wa kiswatihinna, na kuwavalisha, wa isharatihinna bil ma'ruf, na kutangamana na wao kwa wema, wa adami dharbihinna, na msije mkawapiga, wala takbihuhunna, wala kuatia kombo mkawadharau na kuwakejeli. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, kama nyinyi mnavyotaka muwafanyie wanawake wafanyie mazuri, basi na wao wanadai kwa mujibu wa Qur'ani na wao wafanyiwe mazuri. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, wanawake nao pia wanadai muwafanyie mazuri. Nyinyi mnatakiwa hivyo kwa mujibu wa Qur'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kama alivyotafsiri Ibn Kathir, tayyibu aqwalakum wa hassinu af'alakum wa hayatikum biqadri hayatikum, maneno yenu yawe mazuri, mapambo yenu yawe mazuri, vitendo vyenu viwe vizuri, mujipambe vizuri, good personality, kimavazi, kimwili. Kwa kiasi Allah amekupatia riziki kama ile, ujipambe mbele ya mke wako kama wewe unavyotaka yeye awe maridadi,
awe anapendeza kila wakati, basi na wewe usiingie na harufu ya miraa, usiingie nyumbani na harufu ya mitokaa, usiingie nyumbani na harufu ya sigara na ulevi aina wote. Uingie ukiwa unanukia vizuri. Wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Huo ni wasia mtume anawaambia katika hajjatul wadaa. Vile vile wasia wa sahaba anawaambia muraati huquq zawjiyya, lazima mchunge haki za mke, na mke vile vile anatakiwa achunge haki za mume. Pale aliposema mtume ala wa inna lakum ala nisaikum haqqan, na nyinyi wanaume muna haki munadai kutoka kwa wake zenu. Walinisaikum alaykum haqqan, na wanawake pia wana haki wanadai kutoka kwenu. Fa amma haqqakum ala nisaikum, haki zenu waume mwadai kutoka kwa wanawake, ni hii muhimu sana. Mwanamume lazima awe na ghira na wivu na mke wake. Haki gani ikhwatal iman? Fala yutina farshakum man takrahunahu, hawana haki ya kumuingiza mtu nyumbani ambaye unamchukia, hususan kukanyaga tandiko lako au sofa seti yako. Mtu ambaye unamchukia kwa akhlaqi, kwa tabia zake, ni wale masabasi, ni wale ambao wanatoa habari za nyumba mpaka nyumba nyingine, na unamjua mwanamume mwenye tabia hiyo, sawa awe kutoka katika familia yako, sawa awe ni ndugu yako, sawa awe ni upande wa mke wako, wale ambao hawafai kumwoa pia, ikiwa wanaingia katika nyumba na ni watu si wazuri, una haki mume wewe kumkataza huyu na yule, simtaki katika nyumba hii. Hiyo ni moja haki ambayo tunadai kutoka kwao. Vile vile mtume akasema wala ya'dhanna fi buyutikum, wala wasitoe ruhusa katika nyumba zenu kuingia liman takrahuna, yule ambaye mnamchukia. Kwa utapata huo ni haki ya kwanza tunadai kutoka kwa wake zetu, na yale mengine si haki, ni ihsani. Lazima unipikie, lazima unifulie, lazima unifanyie, hiyo ni ihsani unafanyiwa na mwanamke. Na haki ya mwanamke nayo ni ipi? An tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna, kwamba unamvalisha vizuri, unamlisha vizuri, unamweka makao pazuri mahali ambapo Allah amekuwezesha kwa uwezo wa kimali yako. Huu ni wasia muhimu, tuchunge haki za wanawake na wanawake wachunge haki za wanaume. Wasia wa 8 ni adamu rujuu ila al-kufr, baada dini kuelezwa kila mahali na kutangaa, na moja katika aya ambazo zimebainisha sheria ishakamilika ni aya iliyoteremka na mtume akiwa katika uwanja wa Arafa. Aya Allah katika suratul Maida, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo ndio siku iliyokamilika dini yenu, sheria imekamilika. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na neema zimekamilika. Wa raditu lakum al-islam dina, Allah anasema Uislamu ndio dini niliyoiridhia kwenu nyinyi, hakuna nyingine. Sasa ikiwa sheria imekamilika, mtume anawaambia katika wasia adamu rujuu ila al-kufr, pale aliposema wasatalqauna rabbakum, iko siku mtakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, fayasalukum an amalikum, Allah atawauliza matendo yenu, fala tarji'unna ba'di kuffara au dhullala, musirudi baada ya kuondoka kwangu. Nimewambia mwaka ni huu wa mwisho, musirudi baada ya kuondoka kwangu mkawa makafiri au waja wapotevu, au dhullala yadhribu ba'dhukum riqaba ba'd, mkawa munauana nyinyi kwa nyinyi. Huu ni wasia wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama akhrajahu Muslim min hadithi Abi Bakrah Nufay bin al-Harith, hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas radhiallahu anhuma anasema fa walladhi nafsi biyadi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi kwake, innaha la wasiyatuhu ila ummatihi, ni wasia mzito mtume anaulekeza kwa ummati wake. Kisha akasema fa yuballighi shahid alghaib, yule aliyeshuhudia khutba hii ya leo
kikao hiki muhimu basi abalighishe tunayozungumza hapa kwa yule ambaye hayuko. Huenda yule ambaye hayuko anapoambiwa akawa ni mwenye kuyashikilia zaidi kuliko hata huyo aliyoshuhudia. Kwa mtume akataka wasia kama huu usambazwe katika ardhi, na leo tunausambaza. Hatukushuhudia katika mwaka wa 10 wa hijra, sisi tuko katika mwaka wa 1446, na huu ndio mwezi wa mwisho, mwezi wa 12 Muharram. Inapoingia tunaingia mwaka mwingine, mwaka wa 1447. Kwa ushuhuda ulioshuhudiwa na maswahaba wakabalighisha kwa usikuwa maswahaba kwa tabi'ina kwa atba'u tabi'ina ila zamanina hadha, wasia unabalighishwa kama anavyotuambia Ibn Abbas. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akataka hivyo, la tarji'u ba'di kuffara, musirudi baada kuondoka kwangu mkawa ni makafiri. Wasia wa 9, adam at-ta'assub bil qaba'il wan nasab, ta'assub ya ukabila na nasaba. Kabila langu ni Sharif, kabila langu ni fulani bin fulani, ba Imran, ba Khshwain, ba kadha, makabail tofauti, butuni mbalimbali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akausia katika maneno yake akisema, ayuha nas, enyi watu, ala inna rabbakum wahid, jueni Mola wenu ni mmoja, wa inna abakum wahid, na baba yenu ni mmoja, yani Adam alayhi salam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami, hakuna fadla baina ya makabila ya Kiarabu na makabila yasiyokuwa ya Kiarabu. Ala la fadla li aswada ala ahmara, hakuna fadla ya tofauti baina ya mweupe na mweusi illa bittaqwa, isipokuwa ni kwa takwa. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum, mtukufu ni yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni wasia mzito ikhwatal iman katika wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasia wa mtume wa mwisho katika wasia ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliotoa baada ya wasia huu wa 9, adam at-ta'assub bil qaba'il wan nasab, ni wasia muhimu. Wadhālika ba'da jalsati al-istiraha. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى، لقد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, katika wasia wa mwisho wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuambia musirudi makafiri, baada ya kupata uongofu na hidayah na kuijua haki, na kama ilivyosomwa aya wakati inatahirishwa al-Kaaba, qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, ukatahirishwa al-Kaaba, dini kabakia safi, hakuna tena shirki ya kuabudiwa sanamu. Mtume aliwaachia katika wasia mzito sana, wasia ambao unafahamika kushikamana na kitabu cha Allah na hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tamassuk bi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, pale aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inni qad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitab Allah wa antum mas'ula anni fama antum qailun qalu nashhadu
أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة ورفعها إلى السماء يكنتها على الناس. اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. Haya ndo maneno anafungia khutba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiwaambia wa inni, na hakika yangu mimi, kataraktu fikum, nimewachia jambo ambalo hamutopotea kabisa. Lan tadhillu fil hali wal istiqbal. Wenye kaida grama za Kiarabu wanapotumia lan, ina maana hiyo. Harfu nafin inakanusha vile vile na jazm na istiqbal, kwamba hakuna fil hali wal istiqbal. Lan tadhillu, hamutopotea qat, lakini kwa sharti in'tasamtum bih, ikiwa mutashikamana nacho. Ni kitu gani ikhwatal imani hiko? Akabainisha Mtume kitabu Allah, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukishikamana na Qur'ani kisawasawa, amri zake, makatazo yake, basi hatutopotea kabisa. Anaata katiba na dasturi muhimu kabla hajaondoka kwamba nimewachia kitabu Allah. Kisha kasema kubainisha na sunna zangu ni pale aliposema wa antum mas'uluna anni, na nyinyi nyote mtakwenda kuulizwa kuhusu mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume akajaribu akiwa na hofu, lazima ajue je yuko sawa ama yuko mapungufu, akiwaambia fama antum qailun, mnapoulizwa kesho kwa Allah mtajibu nini? Masahaba wakajibu na sisi tunajibu leo, qalu nashhadu annaka ballaghta, tunashuhudia ya Rasulullah kwamba wewe umebalighisha ile risala ulokuja nayo, imefika kwetu. Ama katika nyinyi kuna shaka, mtu ambaye anaamini kwamba risala ya mtume haijafikia, basi fala tashhad, usishuhudie. Yuko hapa. Kwa hiyo iko hakuna, na sisi tunashuhudia sote na tunasema kwa moyoni msinifuate. Qalu nashhadu annaka ballaghta wa addaita, umebalighisha risala na umeifikisha, wa nasahta, na nasaha umezitoa za kutosha, na leo unatumalizia nasaha muhimu hizi. Masahaba waliposema hivyo, faqala, mtume akasema biisba'ihi, akitumia ishara kidole chake, as-sababa, kidole hiki cha shahada, wa rafa'aha ila as-samaa, akinyanyua akakelekeza juu, yakunutuha ala nasi, akishiria na akitoa ishara ya imana kwa wale watu ambao wanaongea na wao, na huku akisema Allahumma shahad, ewe Mwenyezi Mungu shuhudia. Wanasema ballaghta wa addaita wa nasahta, maneno matatu. Umebalighisha, umeufikisha ujumbe wote uliotumwa na Allah, na nasaha umetupa za kutosha. Akawaambia tena Allahumma shahad, ewe Mwenyezi Mungu shuhudia kwamba nimefikisha risala ulionituma. Allahumma shahad, ewe Mwenyezi Mungu shuhudia. Kwa na sisi tunashuhudia risala imefika ya mtume, nasaha zimefika. Ametusia tumche Allah subhanahu wa ta'ala, ametusia tusiuane, tusiibe, tusikoseane heshima, ametusia tulinde haki za wanawake, ametusia we husnul muashara, tangamano zuri na wanawake, ametutahadharisha na riba, ametukataza kulipiza qisas kwa kifo zilizotangulia katika jahiliya, na ametuhusia vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa na taasub, kubeguana, ukabila baina yetu sisi, na mwisho akatuambia tushikamane na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala na yeye anatuamrisha katika masiku haya matukufu tukithirishe kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واللهم عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقيموا الصلاة.